nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 3, kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya 5 aya ya kwanza hadi aya ya 15. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka, sura ya 4 aya ya 24 hadi aya ya 30. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili lilivyoandikwa na Luka. Yesu alifika Nazareti, akawaambia mkutano hekaluni, amin, nawaambia ya kuwa hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima, wala Eliya hakutumwa kwa mmojawapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakazwa ila Naamani mtu wa Shamu. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Lakini yeye alipita katikati yao, akaenda zake. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa msikilizaji, ni kipindi cha Kwaresma, kipindi ambacho Mungu kutupatia kupitia kanisa lake anatupa wasaa na fursa adhimu ya tathmini ya maisha yetu ya kila siku kwa kina zaidi, tathmini ya dhamiri zetu kutokana na udhaifu wa kibinadamu, pale tulipodidimiza uhai wa dhamiri zetu kwa kuishi maisha yasiyompendeza Mungu, maisha ya dhambi. Mpendwa, katika kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha toba, kipindi cha kumrudia Mungu, kurejesha mahusiano yetu kama wanadamu na Mungu, kipindi cha kuuhisha dhamiri zetu kwa kufunga, kwa kuomboleza, kurarua mioyo yetu, yaani undani wetu wenye dhambi, na wala sio mavazi yetu. Tumrudie Mungu tuliyejitenga naye kwa maisha yetu ya dhambi, kama nabii Yoeli anavyotuambia, sura ya 2 aya ya 12 hadi aya ya 14, na nabii Zakaria sura ya 1 aya ya 3. Mpendwa, somo letu la Injili ya leo kutoka mwinjili Luka sura ya 4 aya ya 24 hadi aya ya 30. Mazingira ya Yesu Kristo Bwana wetu anapokataliwa katika mji wake aliozaliwa, mji wake aliokulia, yaani mji wa Nazareti. Kristo anakataliwa Nazareti. Katika somo hili wainjili watatu wote wanazungumzia jambo hilo hilo katika hizi injili pacha. Mwinjili Mathayo anazungumzia Kristo kukataliwa Nazareti katika sura ya 13 aya 53 hadi aya ya 58. Mwinjili Marko sura ya 6 aya ya 1 hadi aya ya 6, na mwinjili Luka sura ya 4 aya ya 16 hadi aya ya 30. Ndipo somo letu la injili tunalopata katika huyu mwinjili Luka sura ya 4 kuanzia aya ya 24 hadi aya ya 30. Ujumbe wetu ni huruma ya Mungu na neema ya Mungu isiyo na mipaka. Ama twaweza kusema huruma na neema ya Mungu haina mipaka. Simulizi la Bwana wetu Yesu Kristo kukataliwa. Kristo anafika Nazareti. Kristo anapewa chuo, anafungua sehemu iliyoandikwa unabii, sura ya 4 ya mwinjili Luka aya ya 18 hadi aya ya 19. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Anakifunga chuo na kuanza kuwafundisha watu utimilifu wa unabii huo. Watu wanashangazwa na kusema ni mtu wanayemjua. Luka sura 4 aya 22 wanajiuliza, je, huyu sio mtu au mtoto wa seremala?
yaani baba yake mlishi Yosefu. Wanamtaka atende kama alivyotenda katika mazingira mengine tofauti na kijijini kwao, kama maeneo ya Kapernaumu. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 23. Kristo anatoa mifano yaliyokwisha tokea kipindi cha manabii Eliya na Elisha kuhusu mama mjane wa Serapta nchi ya Sidoni na Naamani kamanda wa jeshi nchi ya Sham, watu ambao sio Wayahudi, lakini Mungu anawatendea makuu katika maisha yao kupitia manabii walio Wayahudi kwenda kwa watu wasio Wayahudi. Dondoo hizi zinapatikana katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 17 aya ya kwanza, 9 na aya ya 17. Pia katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 aya ya kwanza hadi aya ya 14 ndipo somo letu la kwanza siku ya leo lilikotoka. Huruma ya Mungu na neema ya Mungu isiyo na mipaka. Mpendwa, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunapoendelea na toba, ni mwendelezo wa kunufaika na huruma ya Mungu isiyo na mipaka kwa watu wake. Hili ndilo jambo tunalolitafakari kutoka katika somo tulilokwisha lisikia. Mungu hutenda kwa wale wote wanaolifanya, wanaoishi kwa moyo kwa kumtumaini yeye, wanaothamini ukuu wa Mungu, kutukuza na kukimbilia pale wanapohitaji neema zake katika maisha yao, kwetu sisi katika maisha yetu. Mjane wa Serapta katika nchi ya Sidoni na kamanda wa jeshi huyu Naamani nchi ya Sham, waliokimbilia msaada wa Mungu kwa kuishi ubinadamu wao, kwa kutenda vile Mungu anavyopenda na neema zake kutimilika katika maisha yao kama wanadamu sisi tulivyo. Kipindi hiki cha Kwaresma tunapopata nafasi hii adhimu ya kutafakari na kufanya toba ya tathmini ya kina juu ya maisha yetu, tuishi kwa kumpendeza Mungu, tuishi kwa kuupenda ukweli katika maisha yetu. Lakini tusisahau ukweli na nguvu ya Mungu haizuiliki. Tuache roho ya ukaidi wa ukweli wa kimungu ndani yetu, kama watu wa Nazareti walivyokataa ujumbe wa utimilifu wa unabii kupitia Bwana wetu Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu. Tusisahau ukweli wa Mungu hauzuiliki. Kutoka katika somo sura hii ya 4 ya mwinjili Luka aya ya 24 aya hadi ya 30 tunapata dokezo kuwa watu wa Nazareti walipogazabika kwa sababu ya ukweli wa utimilifu wa unabii na mafundisho ya Kristo, wanamkataa Kristo na kutaka kumtupa chini ya kilima ambacho kilikuwa kinakaliwa na wao. Mji wao ulijengwa juu yao, lakini Kristo anapita katikati yao. Tunasoma hilo katika Injili hii ya Luka sura ya 4 aya ya 30. Tunapata hapa funzo la kujifunza kwamba mamlaka ya Mungu, ukweli wa Mungu upo juu zaidi ya asili ya ulimwengu. Wapendwa wasikilizaji, kitendo kilichotokea kwa Bwana wetu Yesu Kristo kurudi katika mazingira yake aliyokulia na kuzaliwa, mji wa Nazareti, kuhubiri kwake kwao watu hao, kukataliwa kwake kunaweza kutokea kwetu hata sisi. Na hii ndiyo gharama ya kusema na kusimamia ukweli, ni kukataliwa pia katika maisha yetu ya kila siku kwa watu ambao tusiowatarajia, ndugu zetu ama jamaa zetu, marafiki zetu wa karibu sana. Jambo hili linaweza pia tokea katika maisha yetu ya kila siku, katika nafasi zetu au sehemu zetu za uwajibikaji kama kazi, katika familia zetu na jamii kwa ujumla. Tunapoendelea na toba ya kipindi hiki, tumwombe Mungu neema yake, kukimbilia neema yake katika maisha yetu ya kila siku. Tuombe neema yake na huruma yake tuweze kupokea ukweli ambao tunaendelea kuutubu na kuutafakari katika kipindi hiki, kwa toba yetu na majiundo yetu, tathmini ya maisha yetu ya kina ya kila siku, ili kurejesha uhusiano wetu ulioharibika, uhusiano wetu uliopotezwa kwa dhambi zetu za kila siku. Neema hiyo Mungu atupatie ili tuweze kukimbilia huruma yake katika maisha yetu ya kila siku. Huruma na neema ya Mungu haina mipaka. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Carlos Joshua na Chihangu wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu
Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi asema